wapokee katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa wasafiri wa siku ya leo, kwa maana Jehova malaika wako wa ulinzi wamewatangulia katika safari zao. Wanaosafiri angani, malaika wa kutosha wamewatangulia. Wanaosafiri kwa maji, Bwana, malaika wako wa ulinzi wamewatangulia. Wanaosafiri kwa nchi kavu, Mwokozi, tunatangaza malaika wa ulinzi wamewatangulia. Hakuna yeyote atapata ajali. Wana wako wataenda, watarudi salama, kwa sababu maandiko yako matakatifu yanasema kwamba ni vyema na wateule wako watasafiri salama, watarudi salama, kwa sababu malaika wako watakatifu wamechukua ushikani. Katika jina teule la Yesu Kristo, tena Jehova, hatutachoka kuwaombea wale wagonjwa. Bwana, nguvu zako za uponyaji zikawatembelee walio katika vitanda za hospitali. Mwokozi, nguvu ya uponyaji kutoka haya madhabahu ikawafikia wote Bwana, na kuwaponya kwa vitanda za ugonjwa, walio kwa manyumba yao, walioingia kwa ibada tofauti kama wajizi vyema, neno lako likawaponye, mafuta ya uponyaji kawachukie katika jina teule la Yesu Kristo. Bwana, umesema tutakachosema kwa masikio yako, nawe Bwana uko tayari kutusikia. Sikia maombi yetu na kilio chetu mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa neno lako takatifu, tukiomba Bwana madhabahu zote ambazo katika nchi hii zimeinuliwa Bwana kutangaza wema wako katika dunia mzima, tunaomba nguvu zako zikatamalaki, uwepo wako ukatembee katika kila madhabahu ukitenda wema katika jina teule la Yesu Kristo. Watumishi wako wanaopeana neno la siku ya leo, naomba mafuta marandufu, kila mmoja ukampake Roho Bwana, ukanene kwa vinywa vyao. Wacha tusiongee akili zetu, ila Roho Mtakatifu nena na wanao jinsi ulikusudia siku ya leo dunia mzima katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa neema, asante kwa mafuta mabichi, asante kwa uponyaji, asante kwa ufunuo. Tukiwakumbuka ndugu zetu Jehova wanaosafiri usiku wa leo, Bwana wa majeshi, kumlalisha mmoja wetu ambaye alipumzika, tunaomba safari hiyo kutoka hapa mjini Nairobi hadi mji wa Kakamega, Jehova, kila mahali pa barabara tunaamurisha malaika wenye nguvu, malaika wa ulinzi wakawatangulia wanao, wasafiri salama, wampumzishe binti yako salama, na warudi salama, wamwaibishe yule mwovu anayejinua kutenda maovu. Itakuwa vyema na wanao katika jina teule la Yesu Kristo. Nena nasi jinsi ulikusudia, nena nasi Mwokozi, turekebishe Bwana, tuonyeshe njia Jehova, tufundishe mchana wa leo katika jina teule la Yesu Kristo tunaomba na hata kushukuru. Amen. Can somebody shout a big amen? Amen. Kanisa Kayole, shout a big amen to the Lord. Amen. Glory to the name of the Lord. Asanteni sana waimbaji kwa kutuongoza kwa njia ya ajabu namna hiyo. Hakika tumesifu, tukasikia, tumebarikiwa. Bwana wa majeshi na azidi kuwafungulia malango na kuwapaka zaidi. Asanteni sana. Once more nakaribisha kila mmoja katika ibada hii ya tatu. I believe so. Karibu katika ibada hii ya tatu. Jihisi ukiwa mahali panapostahili, na Bwana wa majeshi akatutembelee sisi zote na akaongea na mioyo yetu sisi zote mchana wa leo. This blessed afternoon I wish to talk about that a promise is a covenant. Not promise, pardon. Prosperity, la Sunday niliongea kuhusu promises, narudi tena. Prosperity is a covenant of the Lord
to us, church. Prosperity is a covenant. Prosperity is a covenant of God to us, the church. Kuendelea ama kufaulu ama kustawi ni ahadi ama ni maagano ya Mungu kwa kanisa. Ni maagano ya Jehova kwa kanisa. Jehova ametuahidi lazima tuendelee. Praise the name of the Lord. Prosperity is in different ways, is in different places, is in different sections of this life. There is prosperity physically, there is physical prosperity, there is mental prosperity, praise God. There is health prosperity, hallelujah. There is spiritual prosperity, remembering who comes from the spiritual. There is spiritual prosperity. Then there is financial prosperity. All this, the church has to prosper in all these areas. I've talked about 5 areas. There is physical prosperity. There is mental prosperity. Remember the Bible says, whatever a man thinketh, so yes. Whatever a man thinks, vile mwanadamu afikiriavyo, hivyo ndivyo akuavyo. Kwa hivyo lazima tukue kimawazo. Lazima tufaulu kimawazo. There is health, good health. There is prosperity of health. If you are not well, all these other things you cannot do. There is health prosperity. There is spiritual. The spiritual part of it. The spiritual carries home, because everything begins or happens in the spiritual realm. Praise the name of the Lord. Then there is financial money, hella. Praise God. There is financial prosperity. Remembering the word of God says, what? Money answereth everything. Praise Jesus. Money, pesa ni chip ya kila kitu. Lakini kupenda sana, hapo ndio tunaharibia. But the love of money is the root of all evil. Money answereth everything. And still money is the root of all evil. So you must have enough money, but you should not love money than God. Amen. Praise Jesus. Money should not cause you to go astray from the will of God. Praise the name of the Lord Jesus. So today we are talking about prosperity as a covenant of God to us. The Lord has said we must prosper. We must prosper. Why? Why must we prosper? The book of Mark. The book of Mark. Before we go to Mark, let's go to Isaiah chapter 8. Before we go to Mark, let's go to Isaiah 48. Isaiah 48, you are reading verse 18. The Bible says, here, high. Here, I'm high. Here, you are you. I'm talking about myself now, but the Bible is talking about you and me. Here, I'm high. Here, you are. Here, I'm high. And the children whom the Lord has given to me. And the children that God has given unto you, church, whoever has a child. And the children that the Lord has given me. We are for signs and wonders. We are for signs and wonders. We are not ordinary people. We are not just anybody. We are not just anybody. We are for signs and wonders. Hey! Praise the name of the Lord Jesus. Amen. We are you and your children. Wewe na watoto wako. Nyinyi ni ishara na miujiza. Nyinyi ni wa ishara na miujiza. Mahali unakanyanga ishara na miujiza. Chochote unanguza ishara na miujiza. You are surrounding signs and wonders, because we are made for signs and wonders. Prosperity is a covenant, because you are made for signs and wonders. Praise the name of the Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Then we are for signs and wonders in Israel from the Lord of hosts, who dwells in Mount Zion. Who dwells in Mount Zion. Church, I want you to understand yourself from today. I want you to understand your position.
I want you to understand who you are. You are not just a mere woman. You are not just a mere man. You are not just a boy. You are a sign and a wonder. You are a walking sign and a wonder. Praise the name of the Lord. So you must remain confident. Unafaa utembee kifua juu. Unafaa utembee shoulders juu. Because you know I am made for signs and wonders. It does not matter what is happening around me. Haijalishi nini inaendelea. Haijalishi nini nakataa. I am for signs and wonders. Whatever tries to fail to work, naikumbusha, I'm not an ordinary person. I am a sign and a wonder working. Praise the name of the Lord. You are you. Sio mimi nasema. Ni Jehova anasema kupitia mtumishi wake Isaia. Anasema ya kwamba nyinyi, wewe na uto tuvibaranga kwako wote tunamfuata. Kamoja, tuwili, tutatu, 10, 20. You are made for signs and wonders. You are not just anybody. Praise the name of the Lord. Amen. Then now we go to the book of Mark 16. The book of Mark 16. Kitabu cha Marko 16. Tunasoma mstari wa 20. Mark 16, we are reading verse 20. The Bible says, and they went out and they preached everywhere. Mark 16:20. Who are these? They are the apostles of Jesus. Who are the apostles of today? It is me and you. Praise God. Sisi ndio mitume wa Jehova wakati huu wa mwisho. Praise the name of the Lord. So the apostles went out preaching everywhere. They went out preaching everywhere. And the Lord was working with them. And Lord was working with them. And confirming the word through accompanying it with the signs and the wonders. Praise the name of the Lord. They went out preaching everywhere. They went out doing good everywhere. And they were doing it with the Lord. And by doing it with the Lord, signs and the wonders were following them. Signs and the wonders will follow you, my brother. Yes. Signs and wonders will follow you, my sister. Amen. If you will know how to work with the God, learn how to work with the God. Without working with the God, you'll never see signs and wonders. Yes, you are made for wonders, praise God. But you have to work with the God. You cannot work with your intelligence. You can never work with your understanding. You will not work with the way you are common, or the way you are known. No. You work with the God if you want signs and wonders to work, to accompany you, to be part of you, to be your portion. Can I talk to somebody? Praise the name of the Lord Jesus. If you want to see signs and wonders in your physical prosperity, in your mental prosperity, in your health prosperity, in your spiritual prosperity, also in your financial prosperity, if you want to see signs and wonders, listen, work with God. Don't work alone. Don't work with your husband. Don't work with workmates. Work with the Lord. Because it is working with God where you will see signs and the wonders follow you. Hallelujah. Jifunze kufanya kazi na Mungu. Mitume walifanya kazi na Mungu. Ishara na miujiza zikawafuata. Wacha kufanya biashara kivyako. Fanya biashara na Mungu. If you want to see financial prosperity, praise God. Kama unataka physical prosperity, wewe ndoa yako iendeshe na Mungu. Wacha kuendesha ndoa yako na mume wako peke yako. Praise God. Ndoa is a spiritual institution. Hallelujah. It is not just an institution. It is a spiritual institution. And it needs God for it to work. No. Ndio ndoa ifanye kazi. Nisikie kanisa. Lazima Mungu ahusike kwa hiyo ndoa. Lazima Mungu ahusike kwa hiyo ndoa. La sivyo ndoa itasambaratika. La sivyo utakuwa mwanamke na mwanaume wanakaa kwa nyumba moja, lakini kila mtu ako kivyake. Praise the name of the Lord. Do you know today's marriages? A very big percentage, it's a man and a woman listening, saying in one roof, but they are not husband and wife. Yesu Kristo asifiwe.
ni mzee na mama wanakaa kwa nyumba moja, lakini sio bibi na bwana. Hey! Praise God. Kwa sababu gani? Kwa sababu alitoa Mungu ndani. Kubali Mungu awe hapo ndani, ndio ndoa ilisimame, ilimeni mzee na bibi, ikuwe husband and wife. Praise Jesus. Kama wewe ni mwanaume na mwanamke mko kwa nyumba, rekebisha. Haleluya. Karibisha mbingu kwa hiyo nyumba. Karibisha mbingu wapi? Kwa hiyo nyumba. Ndio mkue mzee na bibi, sio mzee, sio mwanaume na mwanamke and one roof. Hello. Praise God. Hallelujah. Kila kitu kubali kufanya na Mungu. Biashara fanya na Mungu. Wacha kufanya na hekima zako. Wacha kufanya na intelligence yako. Fanya biashara na Mungu, ndio utaona prosperity. Ukifanya na ile certificate ati nilienda niko na PhD kwa economics na whatever, kwa business na whatever, if you believe so you will fail. Bwana Yesu asifiwe. Lakini fanya na Mungu, karibisha Mungu ndani, fanya na yeye. Yesu asifiwe. Leo watoto na Mungu. Praise God. Fanya huduma na Mungu. Wacha kusikia kama umepakwa juu unaongea na dini. Hallelujah. Kama Mungu hayuko, it will not work. Fanya huduma na Mungu, itafaulu. Praise the name of the Lord. Kila kitu tufanye na Jehova. They worked with God, and the signs and the wonders did what? Followed them. They worked with God. Kila kitu unafanya, hata kama wewe ni housewife, kuwa housewife mwenye ako na Mungu hapa karibu. Amen. Hallelujah. It will work. Praise Jesus. You will move from being a housewife to a business manager. Praise Jesus. Why? The Lord will lift us from glory to glory. I was once a housewife. I'm not talking of something that I was not. Praise the name of the Lord. And the word of God says, never despise a humble beginning. Usipuuze mwanzo mdogo, ila usikwame hapo. Amen. Ukiwa hapo kwa mwanzo mdogo, karibisha Mungu. Mungu atakupatia hekima on what to do next. Praise the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Welcome God in everything. In everything, in your maternal issues. Welcome God. Kuna watu waombangi hata wakienda kulala. Can I be a bit private? Praise the name of the Lord Jesus. Wakati mnaenda kulala, karibisheni Mungu huko. Hallelujah. La sivyo huko utaenda kukua mangumi na mateke. Praise the name of the Lord. Hello. Niangalie vizuri. Niangalie vizuri kabisa. Kama mkaribishi Mungu mkienda huko, itakuanga ni magumi, itakuanga ni mateke. Praise the name of the Lord Jesus. Wewe mahali hapo panapapa kwe a holy ground. Hello. A holy ground where you worship God well. Amen. 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 Pray before you go to bed. Wengine wanarushanga mazani kwa sink. Ndio wao wamejirusha kwa kitanda. Hawajakaribisha roho pale. Hawajakaribisha malaika pale. Wakienda hapo shetani anaiba mawazo. Yesu asifiwe. Anaiba haya usinifuate. Shetani anaiba mawazo. Unaanza kusema ndio tinde hao. Haleluya. Kwani unashirianga hivyo? Kwani wewe uchokangi? Aje sasa. Praise God. Haleluya. Nini liwakutanisha ni hiyo? Nini inatengenezanga a good bonds? Nini inafanyanga mahusiano ikuwe sawa? Ni hiyo. Praise God. Amen. Nini itafanya mzee aachilie vizuri? Ni hiyo. Hello. Praise God. Nini itafanya kukuwa na amani? Ukiona wale watu wanaamkanga anakuangalia tu. Anakuangalia tu. Kwani shida iko wapi? Praise God. Sometimes we touch everything. You might feel it is so private. It's not private. Praise the name of the Lord. Tuko na young marriages here.
Sikuwa nataka unifuate wewe. Kutoa kamera, hiyo si na kamera. Praise the name of the Lord Jesus. Kwa nini kuna kwanga mbona unashindianga hivyo? Kwa sababu wa muombi. Praise God. Before you go there, pray. Do what? Pray. Mama, do what? Pray. Mzee, do what? Pray. Hatutanumiana, hatutakasirikana, hatutakosana. Nilikuwa nimetoka kidogo kwa sababu kuna mtu nilikuwa nataka nisaidie. Praise the name of the Lord Jesus. Involve God in everything. In everything, involve God. You will see prosperity. Yaani ndoa, watu watasemanga, nataka ndoa yangu ikaya Rose na Kioko. Mimi ndoa yangu ikiwa kama ya Rose na Kioko, I'm done. Praise God. Your marriage will be emulated by many. Watu watakuwa natamani kukaa kama nyinyi. Kwa sababu chema tajiuza. Kibaya tafanya nini? Tajitembeza. Kama kweli ni kwema tutajua. Kama kweli ni kubaya tutajua tu ukiwa hapa. Ile jicho mama atakutumia, ushaelewa. Ukiiba hapa ile jicho anakutushaelewa. Praise the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Ili tamalizo na nini? Tukaribishe Mungu kwa kila jambo. Prosperity will be our portion. Praise the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Deuteronomy 8 verse 11. Amen. Mimi ni mama naongeanga yote. Amen. Kwa sababu Deuteronomy 8 verse 18, the Bible says Deuteronomy nataka tusome, sio Deuteronomy na mstari nataka hapa. Yes, 8:11. Kuna kitu nataka tuone before tufike huko. 8:11, the Bible says, yes. The Bible says, beware that you do not forget the Lord your God by not keeping his commandments. Hallelujah. Hallelujah. Kuna kitu hapa inanipotea. 8:18. Mstari nataka hapa. You shall remember the Lord your God, who gives you the power to make wealth. Praise the name of the Lord Jesus. Usimsahau Mungu wako akusaidiaye kufanya nini? Kutengeneza utajiri. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Akusaidiaye kufanya nini? Kutengeneza utajiri. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 4. Hiyo ni hapa ni mwisho hiyo. 1 Corinthians chapter 4 ndio nilikuwa nataka tufuatisha hapa. Inasema aje? Wakorintho wa kwanza kifungu cha 4 mstari wa kwanza. Sikia vile maandiko inasema mstari wa kwanza na wa pili. Let a man so consider us as the servants of Christ and the stewards of the mysteries of God. Let a man so consider, let every man. Wewe sisi zote tunaambiwa tujue sisi ni watumishi na sisi ni stewards, ama sisi ni trustees, stewards of the mysteries of God. Then verse 2, moreover it is required in stewardship that one be found faithful. Praise the name of the Lord. Many other times I say we do own nothing. You own nothing. Nothing is yours. Nothing is mine. Praise the name of the Lord. Even this body, it is not yours. It is the temple of the Holy Spirit. Praise the name of the Lord Jesus. Even those children, they are not yours. You are just a steward. You are just a custodian. Praise the name of the Lord Jesus. Mungu amekuaminia hawa watoto. Hawa watoto Mungu amefanya kukuaminia. Si wa kwako. I repeat it again. You don't own any business. That business has the honor. You are just a steward. You are just a custodian. Praise the name of the Lord Jesus. You don't own nothing. You own nothing. So for prosperity to follow you, how to be part of you, how to be yours, you have to come to a point of understanding. I own nothing. Until a time, the servant of God, Job said, I came with nothing, and I will
what? We don't have anything. Everything is the Lord's. Everything is the Lord's. Kila kitu ni ya Mungu. Yesu Kristo asifiwe. Hata hiyo ndoa ni ya Mungu. Mungu ndiye alianzisha ndoa. So hiyo ndoa ni ya Mungu. You're just a custodian there. You're just a trustee there. Praise the name of the Lord Jesus. Then ikisema hivyo inasema na kila steward akuwe faithful. Amen. Praise God. Kila trustee afanye nini? Akuwe faithful. Unaona verse 2? Akuwe faithful. So the prosperity to be your portion in all those 5 areas you have said, be faithful. Hallelujah. Kama ni biashara, be faithful. How? Do it with God by paying your tithe faithfully. When you pay your tithe faithfully, you show God, I don't hold this one. I do it with you. Praise God. So you pay your tithe faithfully. Every steward, be faithful. Praise the name of the Lord Jesus. In your marriage, steward of marriages, praise God. Be faithful. By doing what? The word of God says, men, treat your wives as weak vessels. Praise the name of the Lord. Do you treat your wife that way? Hallelujah. Then the women, Biblia inakwambia haje, be submissive to your husband as the shingo. Amen. Praise the name of the Lord. That's how you will be faithful in marriage. That's what the word of God commands to the marriage. Isikie. Andiko inasema, wewe mzee, kana mke wako kama kiumbe dhaifu, vile Yesu anakaa na kanisa. Na wewe mama, nyenyekea mbele ya mzee wako. Hivyo ndio mbingu zinataka. Be submissive. Now you become a faithful steward. Hallelujah. Wacha kumwambiana nilikuona kitambo wewe. Praise God. Wacha kumwambia nasikia ni kama anachoka. Unachoka, umechoshwa na nini? Praise the name of the Lord. The Bible says two shall live and cleave and become one. So ukichoka tutachoka wote. Na hao vifaranga tumeaminiwa na Mungu wataenda wapi? Praise the name of the Lord. Mtu tuwili, tutatu, tuine ambao Mungu ametuaminia akatupatia tukue duniani, tutaenda wapi? Praise the name of the Lord. Amen. Hello. Yes. Mwenye alikuwa anachoka, wacha kuchoka, chokoka. Praise God. Wacha kuchoka iishe kwa jina la Yesu Kristo. Ukiingia ufai kuchoka, unafaa kung'ang'ana na changamoto zote za ndoa. Bora si usherati. Usherati ndio nakukubalia uachane na ndoa. Praise God. Mke wako akikwambia nitakuacha juu ya usherati, hiyo mbingu imekubali. Mzee wako akikwambia nakuacha, nachoka juu ya usherati, hiyo imekubaliwa. Praise the name of the Lord. Lakini si atuchoke tu tunakula sukuma wiki mzima. Hiyo usichoke, hiyo ni kuvumilia na tutie bidii. Praise the name of the Lord Jesus. Si kuchoka ati juu ya hizi vitu zingine zote. Praise the name of the Lord. Ile inafaa uchoke ni usherati, hiyo peke yake. The Bible says, two whom the Lord has joined, nobody should put them asunder. Only what? Kifo peke yake. Praise God. Kifo na usherati. Hallelujah. So wewe ulikuwa unachoka, chokoka. Acha kuchoka. Jikokote kama Paulo. Paulo anasema najikokota mpaka nikafikie. Jikokote. Katika ndoa tumeidiwa maisha mazuri. Katika ndoa tumeidiwa mambo yote mazuri. Jikokote mpaka uone haya mambo yametimia. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Maandiko inasema I shall bless the fruit of your womb. Vumilia mpaka uone uzao wa tumbo yako umebarikiwa. Vumilia kabisa mpaka ufike huko. Praise the name of the Lord Jesus. So steward, be faithful. Be faithful in ministry. Be faithful in business. Be faithful in your thinking. Be faithful. Wacha kufikiria madogolanyo. Wacha kufikiria vitu hazifai. Praise God. Hallelujah. Romans 12 inasema nini?
Romans 12 verse 1 inasema nini? Can we look at that? Romans 12 verse 1. Steward, be faithful. Custodian, be faithful. Wewe trustee, be faithful. Inasema aje? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Verse 2, and do not be conformed to this world. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Renew your mind. Don't think anything. Think the word. Hallelujah. Be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable perfect will of God. Let your mind be renewed concerning your partner, kwa sababu shida mingi tunapatanga huko kwa mahusiano. Yesu asifiwe. Concerning your partner, renew your mind. Renew your mind. Understand, why did God connect me with this person? Kwa nini Mungu alikubali tuunganike na huyu? Alikubali tuunganike ndio kazi yake isonge mbele. Hakutukubali tuunganike ndio tufurahie. Alikubali ndio kazi yake isonge mbele. Praise the name of the Lord Jesus. So ukiwa na that mind, you see the word I said what? Proverbs 23:7 I think. Proverbs 23:7 says, as a man thinketh, so yes. As a man, vile utafikiria, hivyo ndivyo utakuwa. Vile utafikiria. Ukifikiria you're a mediocre, you become a mediocre. Ukifikiria I'm a successful person, ndio saa hizi na chochote, but mimi I am a millionaire. Because as I go out, I am blessed. As I come back, I am blessed. That is what the word says. So I am a billionaire. I am a millionaire. I must make it in the land of the living. Praise the name of the Lord Jesus. But at that time, you have nothing. Praise Jesus Christ. There was something that God surprised me with. When we were in our humble beginnings, in a single room, the Lord carried me and He showed me a very big mansion with a very big parking, with many cars parked down there. And we were walking upstairs, coming down. Walking upstairs, coming down. And I saw a man of God, a very powerful bishop, come to bless that house. Praise the name of the Lord Jesus. I was scared. I was astonished. In the morning I told the bishop, can you see the dream that I saw? Can you see what I saw? He told me that this is what God is about to do. Amen. Praise the name of the Lord Jesus. Amen. We never said we have nothing. We began to thank God, telling Him what you promised, you are faithful to fulfill it. Because when He shows you in a dream, He is promising you, He is telling you, this is where you belong. It is not here. You don't belong kwa nyumba ya mabati. You don't belong kwa single room. You belong to a very big mansionette with a very big parking and with the cars there. By then, nilikuwa nabeba mmoja kwa mgongo, mwingine nashika mkono, na mwingine asikuwa anashika mkono. Yesu Kristo asifiwe. Alikuwa anatoshana kama huyu sister. Na wangu walikuwa year after year after year. Ndio mimi sifanyike. Praise the name of the Lord Jesus. Haikuwa wakati wa kungojea miaka 5 huduma itafanywa lini. Ilikuwa mwaka. Na wale mwingine wote wakafika. Praise the name of the Lord Jesus. So mmoja alikuwa wa mgongoni, mwingine ni wa hapa, na wale you can imagine. Praise God. Wacha huyu wako unatembea na yeye unasikia leo siendi, mtoto anasumbua wewe. Anasumbua saa ngapi? Praise the name of the Lord Jesus. So it was that time. And by then tulikuwa tunakaa kwa ile kiti inaitwa skeleton. Yesu asifiwe. Na ile nyumba ya kudivide na pazia. Ndio bedroom ilikuwa kule na sitting huko na kitchen pale kwa kona, you understand? Praise the name of the Lord Jesus. And that's where the Lord is saying you belong to a mansion, you have cars, utakuwa unakaa huko kwa sitting, utakaa sitting, uongee, ufanye huduma, ukule, alafu mapumzikoni ni wapi? Ni huko juu, God is God. But wakati anasema hivyo, it does not look like it. Naongea na mtu ambaye Mungu amemuonyesha makubwa. Henda kuendelea kumshukuru kwa hiyo. Even if it may tarry, it will come to pass. Praise God. Even if it will tarry, it will come to pass. The Lord is not a man. He cannot lie.
What he shows you in a dream, so long as you are a faithful person, so long as you are faithful, what he shows you, it will come to pass. What you do, come with a sacrifice. Weka dhabihu kwa madhabahu. Kile uliona, mwambie Mungu asante, kwa sababu hii ishatimia. Leo unaendelea kumshukuru kwa maneno. Unamshukuru kwa dhabihu na unaendelea kumshukuru kwa maneno. Itatokea. Amen. Yesu Kristo asifiwe. Itafanya nini? Itatokea. It never take more than 5 years. We had a mansion, we had cars, we had whatever the Lord had shown. Praise the name of the Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Nikiongea hivyo nasema nini? Usipuuze mwanzo mdogo. Never despise a humble beginning. Sasa unaweza kuwa kwa mabati, lakini that's not where you belong. It is your starting point. Never despise your starting point. Praise the name of the Lord. Usitake ukue kama mama. Mama alitoka mbali. Yesu asifiwe. Alitoka mbali na amelipa gharama. Praise God. Hallelujah. Amefunga na kaomba, amefanya kazi ya Mungu kwa uaminifu, kwa kujitolea. Yesu asifiwe. Kwa uaminifu, maandiko yamesema steward, be faithful. Praise God. Be what? Be faithful. Kama wewe ni praiser, be faithful. Kama wewe ni dancer, usichoke, be faithful. Kama wewe ni mama ukuoshe kanisa, be faithful. Steward, be faithful. Praise God. That's how you see prosperity become your portion. Yesu Kristo asifiwe. Kama Mungu amekupatia utugawie chakula, be faithful. Usikuwa na kipendeleo, fanya vile Mungu alisema. Usikuwa na kipendeleo, fanya vile Mungu alisema. Prosperity is hidden there. Praise the name of the Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Steward, be faithful. Kuwa nini? Kuwa mwaminifu. Kuwa mwaminifu kwa hiyo ndoa. Kuwa mwaminifu kwa hiyo biashara. Kuwa mwaminifu kwa hiyo huduma ambayo Mungu amekupatia. Kuwa mwaminifu kwa hao watoto Mungu ameweka kwa mikono yako. Kuwa mwaminifu, hakikisha ni wasafi. Hakikisha wameenda shule vile inastahili. Wacha kusema sina pesa. Ng'ang'ana mtoto asome. Kwa sababu usipomsomesha, nani atamsomesha? Atakuja kulaumu nani? Bwana Yesu asifiwe. Na mbingu zitalaumu nani? Yeye hakujileta duniani, wewe ndio ulimuleta. Praise the name of the Lord. Na Mungu alikutumia kumuleta akiwa na kusudi. So elimisha mtoto. Onyesha mtoto tabia inayostahili. Ongoza mtoto kwa njia za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Custodian, be faithful. Wacha kuachanisha watoto kwa nyumba. Unaenda unarudi saa 5 ya usiku. Ujui walishinda wapi mchana. Ujui walirudi kwa nyumba saa ngapi. Na unataka ubarikiwe. Praise Jesus. Hello. Hello. Am I talking to somebody? Am I communicating? Si ati kuna watoto. Na wana ukienda kazi. Ukimaliza kazi, unaenda out. Ukienda out, utarudi kwa nyumba saa 5 ya usiku. Ujuangi watoto walioga wakilala. Ujuangi watoto walikula. Wewe bora umepata wamelala, uko sawa. Amen. Be a faithful steward. Andiko inasema